mashirikiano na ishara ya amani na utulivu na upendo mlionao kwa jamii na nchi yetu. Aidha, nipende kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kupata mafanikio yanayotukutanisha leo kwenye sherehe hii. Kipekee kabisa, mahafali haya ya kwanza ya kidato cha 4 ya skuli yetu hii imefanyika kwa kufikia hapa. Hakika si swala tu la mahafali, lakini tokea miaka ya nyuma skuli yetu imejipanua kwa ubora wake. Hapa nataka niwashukuru wahisani wetu SIDA kwa maana misaada ya Sweden walitoa msaada sana katika shule zetu hapa za Zanzibar, lakini ikiwemo na shule yetu ya Kisauni. So sina budi nikupongeza sana kwa msaada huo, lakini pia naamini kwamba jamii yetu pia nayo imesaidia sana kuifikisha shule yetu hapa pamoja na majirani yetu. Lakini pia wadau wengine, lakini natambua pia juhudi zote hizo pamoja na walimu, wazazi na serikali zimeendelea kuonekana, kwani nimeambiwa skuli hii imepata sifa nyingi kwa kuwa kinara katika matokeo ya mitihani mliofanya, hususan katika masomo ya kemikia, chemistry na Kiswahili. Hii inadhihirisha kuwa juhudi yenu katika kupata matokeo mazuri hakika ni jambo kubwa sana na la kujivunia. Hongereni sana wahitimu. Wanangu wahitimu na wanafunzi mliobakia, nafahamu kuwa hata kufikia kwenu kidato cha 4 kilitokana na juhudi na kazi kubwa mliofanya kabla. Kazi inapatana na nidhamu na utii kwa walimu, wazazi, viongozi wenu pia, na ndiyo maana sherehe hii imestahiki kuwa ni mahafali ya kupongezwa. Mara hii imefanya vizuri sana kwenye Kiswahili na chemistry. Hivyo ni matumaini yangu kuwa mtaendelea kushikilia uzi huo kwa kuzidisha juhudi katika masomo mengineyo, kwani huu ni mwanzo tu wa safari yenu ya elimu ya juu. Kwa maoni yangu na uongozi wa skuli na utashi wa kupiga hatua zaidi, naamini kwendako kuna mafanikio makubwa sana. Ni katika maendeleo haya ndio tutapata wataalamu mabingwa wa fani mbalimbali kwa taifa letu, kwa maana kama madaktari, mainjinia, wahasibu, lakini pia watunza amani na hata viongozi wa juu wa taifa letu. Kama ilivyokuwa madhumuni ya mitihani ni kufanya, ilikuwa ni kupitia kiwango cha ujuzi, elimu na uwezo wenu kwa matayarisho ya kutumikia taifa katika maeneo mbalimbali niliyotaja baada ya kumaliza vyuo vya juu na elimu ya juu. Lakini pia ili haya mafanikio, hamna budi kuendeleza kuzingatia kuenzi maadili na kuendeleza utiifu kwa walimu, wazazi na viongozi wenu ili kujenga jamii iliyo bora. Katika ngazi mliofikia, nyinyi tayari ni watu wazima, kwa maana mnajua mambo mazuri, nini kibaya na nini kizuri. Hivyo basi, jitahidi kusoma kwa bidii na maarifa ili mpate matokeo mazuri ya mitihani yenu, ili kuleta sifa nzuri kwa skuli na taifa kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana, lakini kuna jambo nimelisahau. Ilisoma risala hapa na walimu. Kuna mambo manne ambayo, changamoto 4 ambazo zimeorodheshwa. Ingine nitakaa na mheshimiwa mwakilishi hapa kuweza kuona kafanya vipi, lakini mimi leo nimesema nitaondoka na moja, ili moja nitakabidhi mimi mwenyewe. Kuna photocopy machine imetajwa hapa. Sasa hii itaileta mie, nitakabidhi mheshimiwa mwakilishi, ataileta hapa skulini. Haya mengine matatu nadhani tutazidi kuyapatia ufunguzi katika vikao mbalimbali, na tutazidi kushawishi serikali ili basi yale ambayo tumekusudia yaweze kufanyika. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana. Nafasi hii kuwapongeza sana walimu, kazi kubwa ambayo anaifanya,
lakini na wazazi na jamii kwa ujumla, pamoja na mwenyekiti wetu wa kamati ya wazee wa skuli. Najua yeye ndo mwenye jamii na yeye ndo mwenye wazazi, ambapo hapa mengi yamezungumzwa kuhusiana na mashirikiano. Nadhani atazidi kwenda kulifanyia kazi katika maeneo haya, kwani mafanikio ya wanafunzi hayawezi kuwa mwalimu na mwanafunzi peke yake. Mafanikio lazima tuwe na mwalimu, mzazi ama mlezi, pamoja na mwanafunzi mwenyewe. Hata hivyo, tunashukuru kwa jitihada zao wale ambao wako karibu kufuatilia mafanikio au matokeo ya watoto wao. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli amezungumza mwenyekiti, lakini na risala imezungumzwa na mimi naendelea kukazia. Kweli skuli ya Kisauni tulitegemea hiyo ya ghorofa, hasa katika michoro ya awali, lakini pia hii hub unayoiona eneo hili pia tulitamani katika miaka iliyopita ijengwe skuli ya ghorofa, lakini ikajengwa hub. Kwa maana hiyo imekuwa zile ndoto zetu hazikutimia kwa kweli, lakini pia tukawa na changamoto katika eneo hili katika ufuatiliaji, uhaba wa eneo katika kujenga skuli hiyo ya ghorofa. Lakini tukashukuru, badala yake limekosekana ghorofa hapa Kisauni, lakini imeenda kujengwa Maungani skuli ya ghorofa 3 na itakuwa na kila kitu, na karibu tu inaenda kuzinduliwa katika sherehe za Mapinduzi, pamoja na skuli zote 3 Maungani, Chukwani na kuna skuli nyingine ambazo zenye mkataba huo zitaenda kuzinduliwa pamoja. Kwa hiyo itapunguza kidogo kwa sababu Maungani. Lakini jengine wametaja walimu wakuu mbalimbali. Mimi nilimkuta mwalimu mkuu Mohamed hapa, Mohamed Ali, ambaye nimemkuta, lakini tunamshukuru sana na kumpongeza. Mwalimu huyo amejitolea kutoa eneo la kwake, ndio huko alikusema mwenyekiti hapa kwamba inaenda kujengwa skuli nyingine. Awali ilikuwa ijengwe skuli ya chini yenye madarasa ya chini, lakini tukapambana, wakasitisha ujenzi ili watujengee skuli ya ghorofa. Kwa hiyo inaenda kujengwa ghorofa ya ghorofa 2 na wizara yetu ya elimu, na watahama skuli ya sekondari itahamia kule. Lakini bado tuna uhitaji mbelekasi, tuna uhitaji kwenye skuli ya msingi. Tuna watoto wa maandalizi hapa, lakini mazingira yao bado sio mazuri katika madarasa yao. Lakini pia hata hao wa msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa malize yote, mambo mengi nadhani unayo ambayo yametakiwa hapa, lakini kukaribisha tena Kisauni hapa huko nyumbani. Kama nilivyo mimi, nadhani kuanzia leo na wewe utakuwa mmoja wa Wanakisauni katika eneo hili, na bahati nzuri unakaa ndani ya jimbo letu pia, basi tutakuwa na wewe. Skuli yetu ya Kisauni tumefanya mahafali yetu ya mwanzo ya wanafunzi wetu wa kidato cha 4 2025. Wanafunzi wetu hao walikuwa idadi yao ni wanafunzi 73, wanawake 49 na wanaume 24. Hivyo wanafunzi hawa ni wanafunzi ambao waliingia kidato cha kwanza wakiwa na ufaulu wa grade C, ambayo mwaka huo serikali ilitaka wanafunzi wenye grade C ndio waendelee kidato cha kwanza. Kwa hiyo ndio maana tukapata idadi ndogo ya wanafunzi wetu, lakini wanafunzi wetu inakuwa kijiji kidogo. Kwa hiyo baada ya hayo, vijana hawa tunategemea inshallah mwaka huu tutapata matokeo mazuri kwa kupata division 1. Tunashukuru hapo, watoto wanatutia tamaa sana. Kwa hiyo inshallah kwa uwezo wake Allah tutapata matokeo mazuri. Amin. Kwa hiyo mgeni rasmi, karibu katika mahafali yetu, tuwazawadie tutakapofika muda vijana wetu pamoja na walimu wetu ambao tunashukuru tunaenda vizuri, tunapata mashirikiano katika utekelezaji wa majukumu yetu yote ya kikazi. Binadamu ana umuhimu, na umuhimu wa binadamu ni elimu, iwe katika dini iwe katika dunia. Yote mawili yamehimizwa kwamba watu watafute elimu. Kwa wanafunzi wetu hawa walio kidato cha 4 ambao wamefanya maazimio yao leo hapa kwamba wanawaaga walimu wao, wanawaaga wanafunzi wao, pia pamoja na kamati na wazazi, sisi tunasikitika sana
kuondoka kwa wanafunzi hawa, lakini pia hatusikitiki kwa kubwa, kwa sababu kila jambo lina mwisho wake. Kwa hiyo sisi na walimu wetu tumeishia mwisho wa wanafunzi hawa. Tumekaa nao vizuri kwa heshima na adabu kama walivyosikia hapo mheshimiwa. Lakini jengine, mheshimiwa, tunaomba hii skuli yetu kama ulivyosikia hapa, na hayo uliyasikia, hatuna haja ya kuyarudia tena yale mambo manne yaliyozungumzwa hapa. Tunakuomba mheshimiwa, uyafuatilie kwa muwala, halafu utuletee hizo habari. Vipi, tumefanikiwa, hatujafanikiwa? Kwa sababu hii skuli nia hasa na madhumuni yetu, tulikuwa tunataka skuli ya ghorofa. Tutasema kwa bahati mbaya au bahati nzuri au kila jambo linaandikwa na Mungu, haikuwa bahati kwetu. Tulikuwa tunataka skuli ya ghorofa ili tuwe tumemaliza kila kitu, msingi hapa, sekondari hapa, lakini haikuwa. Skuli imeenda kujengwa nyingine huko Maungani, ndani huko ndio ilikokuwa kujengwa hiyo skuli, na hiyo skuli toka ilipojengwa sinafika mwaka sasa haijamaliza. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa, na hili pia lichukue, lifuatilie, kalisimamie, uwe ngangari. Ile skuli tunaitaka haraka, kwa sababu hapa wanafunzi inabidi hata kama wanakaa kwa awamu, lakini pia kama Mheshimiwa Rais alivyosema, Dr. Mwinyi alisema wanafunzi wanataka waingie awamu hii moja. Kwa hiyo sisi hapa nafikiri awamu hatutoipata kama lile jengo kule halikumaliza. Kwa hiyo tunakuomba sana tena sana. Nimeshukuru mie mheshimiwa hapa kunaambia kwamba useme hakufanya choyo, na nimefurahi kweli, maana nilikuwa na dukuduku ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa, Mwenyezi Mungu akupe hekima, Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akupe mafanikio, Mwenyezi Mungu akuondoshe hasadi. Amen. Sote hapa tulokuwepo na wanafunzi wetu na walimu wetu, na mafanikio haya yalokuwepo, Mwenyezi Mungu akupe kila balaa. Kwa haya machache mheshimiwa, asante sana.